Na bibie Nandy hakuweza kuishia hapo, aliweza kumpigia simu Zuchu na kumwambia kwamba anatakiwa kuweza kuwa makini sana katika kufanya maamuzi yake, kwa sababu mwanaume anaonekana kabisa dhahiri shahiri anampenda sana na anahitaji kuweza kuhakikisha anarudi nyumbani. Na pia kuna vitu vingi ambavyo Nandy ameweza kuvizungumza kwa bibi Zuchu, akimwambia kwamba ukimpata mwanaume ambaye anayekuomba msamaha na mwenye kutambua kosa, ni vyema ukaendelea kuishi naye, kwani kuna wanaume wengine wao mara zote huwa hawaombi msamaha wala hajui kama hapa sehemu fulani nimekosea, bali yeye mara zote amekuwa perfect kwa kila jambo ambalo alilokuwa kulifanya ambalo analolifanya. Sasa kwa upande wa Nandy ameweza kueleza na kusema kwamba Diamond Platnumz amekuwa akinitafuta sana juu ya hiki ambacho kinachoendelea kati yenu, na kuniomba sana niweze kukaa nawe kuweza kusahau kila kitu ambacho kilichoweza kutokea, na mimi nachukua nafasi hii ya kuweza kukiri kwenye kila jambo ambalo aliloweza kulifanya bwana mkubwa Diamond Platnumz. Msamehe, kwani kila binadamu hakosi mapungufu na madhaifu pia. Licha ya tetesi ambazo zimekuwa zikiendelea katika mitandao ya kijamii kuhusiana na familia ya bwana mkubwa Diamond Platnumz, ninachotaka nikwambie ni kwamba Diamond Platnumz hajaoa familia, au wewe hujaolewa na familia. Ni nyie wenyewe kuweza kupendana, hao watu wengine ibaki kama reserve kwao. Na kingine ambacho mdogo wangu au dada yangu nahitaji kuweza kukusii zaidi ni juu ya hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa, kwa sababu naona kuna kitu ambacho kwa upande wako hakiko sawa. Kila kitu huwa una panic na kuweka kila kitu hadharani. Hii tabia unatakiwa kuweza kuiacha, kwa sababu itakuja kukuletea madhara makubwa mno katika maisha yako. Sio kila kitu chako anahitajika kuweza kujua kila mtu ambaye anayekuzunguka. Bwana, mambo ndo kama hivi ambavyo unavyozidi kuona kadri siku zinavyozidi kwenda, ndivyo ambavyo mambo yanazidi kupamba moto juu ya haya ambayo yanayoendelea kwa kipindi hiki.